Bwana, mchezo wa dabi Kariakoo bado unaendelea. Kipindi cha kwanza kimemalizika na tumeshuhudia mambo mengi yakiendelea kutokea. Lakini kwa upande wa mchezo hadi hivi sasa klabu ya Dar es Salaam Africans bado imeendelea kuonekana kwamba imekuwa kibonde katika mchezo wa leo. So tusubiri tuone katika kipindi cha pili ni kitu gani ambacho kitatokea. Lakini moja kati ya taarifa ambayo nimeishuhudia ni taarifa ya vyumba vya kubadilishia nguo kwa upande wa Simba kuonekana kwamba vimetobolewa. Kuna matobo makubwa sehemu mbalimbali ambazo jana kwenye ukaguzi wa mwisho wa uwanja hayakuwepo. Sasa watu hawajui ni kitu gani ambacho kimeweza kupelekea matobo hayo kuweza kutokea. So kupitia ukurasa wa Simba wameweza kuposti taarifa na kuandika, kamishna wa mchezo wa Kariakoo Derby akiwa na wasimamizi wa uwanja wa Aman pamoja na baadhi ya viongozi wa klabu akikagua chumba cha kubadilishia nguo kwa wachezaji wetu kikiwa na matobo katika maeneo mbalimbali ambayo jana katika ukaguzi wa mwisho wa uwanja matobo hayo hayakuwepo. Sasa ni nani ametoboa, yametobolewa saa ngapi, bado haijulikani ni nani ambaye ameweza kusababisha yote hayo. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na Simba na kuendelea kuzua taharuki kweli kutokana na kile ambacho kinaendelea uwanjani. So mara ya mwisho nimewahi kushuhudia mchezo wa dabi ambao sisi waandishi tulitolewa kwenye ile sehemu ya chumba cha waandishi kukaa, tukatolewa tukaambiwa tupishe Simba waweze kukaa kwa ajili ya kushiriki mchezo kwa tena mchezo wa dabi ya Kariakoo. So mambo kama haya ni mambo ambayo yamekuwa yakitokea mara kadhaa katika michezo mbalimbali, lakini kubwa zaidi tusubirie tuone ni taarifa gani ambayo itatolewa na kamishna wa uwanja wa New Amaan Complex, lakini pia ni kitu gani ambacho kitakuja kutolewa. Ila mpaka sasa hivi bado Simba wameonekana kuwa bora katika mchezo huu. Dakika 45 za kipindi cha kwanza, mchezo kimalizika kwa 0-0. Mapumziko bado milango ni migumu. Kuna hatihati ya huu mchezo kumalizika kwa sare, na pia kuna hatihati ya huu mchezo kumalizika kwa sare ya mabao. Yaani kuna hatihati ya sare bila kufungana, lakini pia sare ya mabao. Na pia ni moja kati ya vitu ambavyo huenda vikatokea. Hadi hivi sasa man of the match kwa upande wangu mimi ni mtu mzima Djigui Diarra. Ameweza kuokoa michomo mingi sana kwenye lango lake na kuhakikisha lango lake linakuwa salama katika dakika 45 hizi za kipindi cha kwanza. Yanga ambayo ilikuwa akilini mwa watu na Yanga ambayo inacheza wakati huu hapa, sijui ni Yanga gani ambayo ni noma, lakini unaweza kuniambia pia ni Yanga gani ambayo wewe unaona ni noma zaidi ya ile ambayo ina kiwasha sasa hivi. Till next time by the way.